Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Fursa za kiwanda hiki na malengo ya kujengwa kiwanda hiki yako pale pale. Lakini sisi kama serikali tunaendelea kumpongeza huyu aliyebuni hili wazo na kuweza kulisimamia. Kama shilingi bilioni 9 zilitengwa kwa ajili ya kujenga kiwanda hiki na akasimamia mpaka vifaa kama tulivyoshuhudia wote. Vifaa vilivyomo ndani na kiwanda chenyewe na mandhari ya kiwanda chenyewe. Lakini bado kiwanda hiki kina hilo eneo la malisho kwa ajili ya kutunza mifugo yenyewe, ikiwa inasubiri hatua za kuja kuchinjwa, zaidi ya hekta 6,000. Na kote kule niliwahi kwenda na niliona kulikuwa na majengo mpaka na ofisi kule shambani. Kwa hiyo unaweza kaiona component ya kiwanda chenyewe, na ndio maana nasema kwamba tunampongeza sana mzee Mzindakaya kwa uamuzi huo mkubwa, kwa sababu watu wengi huwa wanaweza kukopa fedha, kuazima fedha au kupewa fedha. Matokeo yake hata fedha yenyewe aliyopewa haiendi kufanya jambo aliloelekezwa kwenda kulifanya au aliyoombea kwenda kulifanya au business plan yake inavyomwelekeza kwenda kufanya. Kwa hiyo watu wachache ambao wanaweza kauchukua mradi anakuja kuufikisha mpaka hatua hii ambayo tunayoiona leo ni wachache sana. Ndio maana safi tunawapongeza kwa kazi hiyo nzuri. Kiwanda tumekiona ni kizuri. Miaka 10 iliyopita mimi nilifika hapa miaka 10 iliyopita, sababu 2008 leo ni miaka 10 sasa. Lakini kiwanda ni kiacha kizuri, ndio kimemaliza kujengwa, lakini mpaka leo hii utadhani ndio kimemaliza kujengwa leo. Kiko intact, mashine zote zinafanya kazi, hakuna uharibifu wa aina yoyote. Kwa hiyo ndio maana nikarudia na nikasema kwamba tunakupongeza kwa nia hiyo kama Mtanzania mzalendo, umeweza kujenga kiwanda kizuri cha namna hii. Vipo viwanda vingi mbalimbali na machinjio nyingi mbalimbali hapa nchini. Lakini ukweli ni kwamba kiwanda kizuri au machinjio nzuri yenye standards zinazokubalika kama hii ya hapa Sumbawanga, kiwanda hiki ni kizuri sana. Kwa hiyo tunawapongeza na tunawapa moyo. Tunajua zipo changamoto. Sasa tukija hapo kwenye changamoto, kama nilivyosema, kiwanda hiki kimejengwa kwa bilioni 9. Kipo eneo hili ni zaidi ya hekari 30 kama sikosei, lakini majengo kama mnavyoona na gari, mitambo yote iliyoko hapa na shamba la kulishia mifugo kama hivyo mnavyoliona. Zipo changamoto kama ambavyo zilivyoelezwa hapa, kwamba kuna changamoto ya kukosa management proper kwa ajili ya kulani kiwanda, lakini kuna changamoto kubwa ya kimtaji. Maana yake kwamba kiwanda kilipojengwa ikatokea swala la mtaji ambalo lilikuwa dogo, lakini liliendelea kukua kadri kiwanda kinavyoenda, kwa sababu hapakuwa na sufficient working capital ya kuweza kufanya kiwanda kiweze kuendeshwa, lakini kiweze kushindana na kiweze kumudu masoko yaliyopo. Sasa mifugo tunayo, kiwanda tunacho. Kinachotakiwa maana yake ni management, na kinachotakiwa maana yake ni mtaji ili tuweze kuendesha kiwanda chetu. Mtakubaliana na mimi wote kwamba sasa hivi katika siku za hapa karibuni viwanda vingi vya Tanzania vya nyama havifanyi kazi vizuri. Haifanyi kazi vizuri. Na mpaka sasa hivi tunavyozungumza hatuna kiwanda hata kimoja ambacho tunaweza kujivunia ambacho leo kinaweza kufanya uchinjaji na tukauza nyama nje ya nchi. Viwanda vyote vinasuasua, havifanyi kazi vizuri. Mifugo yetu karibia 80% inayouzwa nje, inayouzwa kwa siku inauzwa nje ya nchi. Inauzwa nchi jirani. Nchi jirani kwa hapa ni Zambia, nchi jirani kwa upande ule ni Kenya, Uganda na Komoro na maeneo mengine. Mifugo ya hapa nchini. Kwa hiyo na inapouzwa kule nje imetokea changamoto nyingi. Wakati mwingine inauzwa kihalali, wakati mwingine inauzwa kiharamu, kwa maana ya kutoroshwa na kwenda kuuzwa kule. Na pale inapotokea kutoroshwa, Watanzania sisi tunakuwa ruza wa kila kitu, kwa sababu ng'ombe tumchunge sisi, tumtunze kwa muda wote mpaka miaka 3-4 ndio siku ya kuchinjwa. Alafu siku hiyo ya kuchinjwa anaenda kuchinjwa nchi jirani. Na tena anaenda kwenda kuchinjwa nchi jirani, hata kodi hata kidogo, hata ushuru kidogo hatujatoza. Matokeo yake kama inavyozungumza ni kwamba nchi yetu inakuwa ni malisho ya nchi jirani, malishio ya mifugo kwa ajili ya nchi jirani. Wanaovuna na wanaofaidika na ajira na wanaofaidika na uchumi na wanaofaidika na mapato ya mifugo yenyewe ni nchi nyingine na sio Tanzania. Maana yake ni kwamba hata maafisa wetu tulionao
tulio wa train kwa miaka nenda rudi kwa ajili ya mifugo ni maafisa mifugo wa nchi nyingine, kwa sababu kama ng'ombe anavunwa, kwa sababu huu ni uvunaji, alime mtu mwingine, avune mtu mwingine. Manake hatua zote, manake hata wataalamu wetu tulio nao hapa wa mifugo, manake ni wataalamu wa mifugo wa nchi nyingine. Wafugaji tulio nao hapa wa mifugo, manake ni wafugaji wa nchi nyingine. Kwa hiyo ni lazima tufike mahala tukatae hili. Kiwanda hiki ni kwa Tanzania ndio kiwanda kikubwa na cha kisasa ambacho kinaweza kuchinja ng'ombe kwa siku shift moja ng'ombe 150 na shift ng'ombe 300 na mbuzi 800 kwa shift mbili. Na mitambo ya kiwanda hiki ni ya kisasa kabisa, na tumeitoa tumeinua kutoka nchi za wenzetu walioendelea, na nchi iliyotuuzia mitambo hii, kampuni yao ni ya pili duniani kwa mitambo hii. Na mitambo ya ubadilishaji baridi, kampuni iliyotuuzia Grasso ni wa kwanza duniani, na kama ulivyoona na kile kiwanda kingine cha pili. Kwa sisi tulipofikiri tuliona kwamba ng'ombe akichinjwa tusitupe chochote, tupate products zote za ng'ombe, kwa sababu ng'ombe ni mnyama ambaye ni tajiri sana kwa maendeleo yetu. La pili, mheshimiwa, ni kwamba mimi kama mzalendo, lakini nimefanya kazi katika nchi hii kwa muda mrefu, niliona nionyeshe mfano wa kujenga kitu kama hiki, kwa sababu mara nyingi tumekuwa sisi tunanungunika na kudhani kama serikali haiwezi kusaidia. Sasa mimi naomba na natoa wito pia kwa wenzangu kwamba rais wetu amesema nizamu ya wazalendo kubebwa. Sasa hatuwezi kubebwa mgongoni bila wenyewe kujiandaa. Lazima tujiandae ili serikali itwe. Na mimi naishukuru serikali kwa sababu mafanikio haya tu, mheshimiwa, uliyoona waziri, nimesaidiwa na serikali. Na nilichosema tu kwako mle ndani mambo mawili. La kwanza, changamoto ambayo nayo na mnaijua ni management na working capital. Lakini masoko, tunayo masoko ya ndani na nje. Hata zile bidhaa ulizoziona tulishajipanga kwamba mambo yakaenda kuanza vizuri, soko la ndani tulipe umuhimu kwanza pia. Kwa sababu soko la ndani ni sustainable. Nje ni nzuri, lakini huwezi kupuuza soko la ndani. Kwa sababu kwa Dar es Salaam pia bidhaa yetu hii ni competitive. Hakuna kwa Tanzania mtu anayetoa nyama nzuri ya kisasa na bora kama hii hapa kwetu. Kwa tunatamani pia tuingie katika soko la Dar es Salaam, na Zanzibar wametukaribisha pia kwamba tukachukue nafasi ya kuagiza nyama kutoka nje. Kwa mheshimiwa, mimi siwezi kusema zaidi, nataka tu niseme kwa nchi yangu nina amani, nina nguvu ya kuendelea kufanya kazi na serikali yangu. Kama nilivyosema hata juzi kwenye David, mimi sina tabia kukata tamaa. Pia nilishahama kwa wanungunikaji, mimi sina malalamiko. Ninachosema tu ni kwamba naomba serikali tuende pamoja, kwa sababu biashara yote ya dunia ni serikali. Sisi ni watekelezaji. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.